Watu wa Darfur wanateseka wakikimbia makazi yao, wakikosa chakula, maji na tiba, huku majeshi yenye silaha yakiteketeza vijiji vyao, lakini kilio chao kimekosa masikio ya kusikia. Dunia imefumbia macho na imeziba masikio na imenyamaza kwa makusudi. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anahoji kuwa damu ya Wagaza ni sawa na damu ya Wanasudan. Dunia imefumba macho kwa machungu ya Darfur. Darfur imekuwa alama ya aibu kwa dunia nzima. Ni ardhi iliyogeuka kuwa kaburi la utu wa mwanadamu, ambapo kila siku machozi yanamwagika na damu inatiririka, huku ulimwengu ukiendelea na shughuli zake kana kwamba hakuna kinachoendelea. Lakini kilio chao kimekosa masikio ya kusikia. Dunia imefumba macho, imeziba masikio na imenyamaza kwa maksudi. Umoja wa Afrika, taasisi iliyoanzishwa kwa dhana ya kulinda amani, haki na utu wa Mwafrika, umeshindwa kutekeleza wajibu wake. Ni aibu kwamba katika bara lililopigania uhuru kwa gharama kubwa, leo taasisi zake zimegeuka kwa mashine za kutoa matamshi matupu. Wakati El Fasher inapoteketea, AU imenyamaza. Hakuna kikao cha dharura, hakuna msimamo thabiti, hakuna hatua za kuzuia maafa zaidi. Ukimya huu ni usaliti mkubwa kwa wananchi wa Sudan na kwa dhamira ya Afrika yenyewe. Hata walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa walioko Darfur wamekuwa kama kivuli cha matumaini. Walipelekwa huko kulinda raia na kurejesha utulivu, lakini wameishia kuwa mashahidi wa maafa. Wanaona mashambulizi, wanahesabu maiti, lakini hawana mamlaka ya kuchukua hatua. El Fasher imegeuka kuwa kioo kinachoonyesha udhaifu wa mfumo wa kimataifa unaojidai kulinda haki za binadamu. Huu ni unafiki wa hali ya juu unaodhihirisha kuwa maslahi ya kisiasa yana thamani kuliko maisha ya watu maskini wa Afrika. Kinachotia uchungu zaidi ni kwamba baadhi ya wananchi wanachama wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu ambazo zinadai kuwa jirani wa kiimani zimehusishwa moja kwa moja na ufadhili wa pande zinazopigana. Wanaendesha siasa za unafiki, wakitoa misaada kwa mikono ya kushoto na risasi kwa mkono wa kulia. Wamegeuza mateso ya Darfur kwa uwanja wa majaribio ya nguvu na ushawishi wa kifedha. Na wakati haya yakitokea, mataifa ya Kiislamu yameelekeza macho yote Palestina, yakisahau kwamba Sudan nayo ni sehemu ya umma huo huo. Damu ya mtoto wa Gaza ni sawa na damu ya mtoto wa Darfur. Lakini dunia ya Kiislamu imesahau hilo. Sudan, mwanachama wa jumuiya za Kiislamu, imeachwa ikijivunia maneno matupu bila msaada wa dhati. Ni lini Afrika itasema imetosha? Ni lini dunia itatambua kwamba ukimya wake ni kibali cha mauaji? Historia haitowasamehe waliogeuza macho kando. Darfur inawasha moto wa hatia kwa dhamira za viongozi wetu. Ukimya huu wa dunia utabaki kuwa doa lisilofutika katika historia ya ubinadamu.